Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana kwenye hospitali yetu hii ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Kwa niaba ya Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, nikukaribishe sana mahala hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi hii iliyofanyika mahala hapa Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya kwa nchi nzima kwenye mikoa 18. Hiyo ndio kusema kabla Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hajaingia madarakani, mikoa 18 haikuwa na hospitali za rufaa za hadhi hii za mkoa. Hata kule unakotoka Singida, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hospitali yenu ya mkoa wa Singida haikuwa na hadhi hii. Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye hospitali ya Singida amejenga jengo la EMD na amejenga jengo la ICU na ameweka miundombinu kama hii ambayo tunaizungumza hapa mikoa 18. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mkoa huu wa Katavi alianza kwa kujenga zahanati 50. Akafata akajenga vituo vya afya 11. Akajenga hospitali 4. Kule Mpimbwe hawakuwa na hospitali, Mlele hawakuwa na hospitali, Nsimbo hawakuwa na hospitali, na Tanganyika hawakuwa na hospitali. Baada ya kukamilisha miundombinu hiyo ya afya, akaona pana umuhimu wa kuwa na hospitali ya rufaa kama hii. Akaijenga hospitali hii. Sasa hospitali hii imepunguza kwa kiasi kikubwa Wanakatavi kusafiri kwenda kutibiwa nje ya mkoa wao kwa 70%. Ndio kusema kwa kila watu 10 ambao walitakiwa wakatibiwe nje ya Katavi kwa sababu ya kesi zao kushindikana, sasa hivi ni watu 3 tu katika hao 10 ndio ama wanaweza wakaenda Muhimbili au wakaenda Benjamin Mkapa au wakaenda hospitali ya rufaa iliyoko kule Mbeya. Na kwenye hizo hospitali za rufaa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga hospitali za kikanda ambao sasa ndo zinapokea rufaa kutoka kwenye hizo hospitali za mikoa zaidi ya 7. Wenzetu hapa wa Katavi kwa sasa wanatumia hospitali ya kanda ya Mbeya, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anajenga hospitali nyingine ya kanda, ukanda huu kule Kigoma. Itakapokamilika, Wanakatavi likishindikana jambo hapa, hawatalazimika kwenda Mbeya kwa sababu ya umbali, wataenda Kigoma kwa sababu ni karibu. Na hospitali zote hizi za mkoa, Mheshimiwa Rais amezinunulia vifaa vyote muhimu zikiwemo CT scan. Sisi kwenye eneo la afya, kama ambavyo tumekuwa tukisema kwenye eneo la elimu, Daktari Samia Suluhu Hassan ni muasisi wa miundombinu na huduma za afya ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Asante sana. Ama baada ya maelezo haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uridhie sasa ukashuhudie mradi, lakini tangazo fupi, wanaombwa watu wachache sana waambatane na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu ya ufinyu nafasi, lakini pia huduma zinaendelea humu ndani. Kwa hiyo watu wachache tu ndio waambatane naye, wengine tutamsubiri hapa atakapomaliza kutembelea mradi, atarudi hapa nje. Asante sana. Na sasa Waziri Mkuu anaendelea na kutembelea mradi huu humu ndani, kuangalia yale ambayo sasa ameelezwa na mganga mfawidhi, lakini akaongezewa na naibu waziri kwa niaba ya waziri wa afya kile kilichofanywa kwenye mradi husika. Na safari sasa inaendelea kuelekea katika sakafu ya juu kabisa ya mradi huu kama ambavyo alieleza mganga mfawidhi, na wakati huu anaendelea kumpatia maelezo Mheshimiwa Waziri Mkuu ya hapa na pale kuhusu hatua za utekelezaji wa mradi.
fedha ya kuendelea na vifaa mmeshapata? Fedha kuendelea sasa hivi tulipoanza kufikisha kwenye mkoa wa upauaji kwa sababu bado tunaanza kama bilioni 3 ambao ni kwa ajili ya finish. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu kwenye mradi wetu wa jengo la mama na mtoto ambao ni Wing B. Hili jengo liko 59% na kwa hatua iliyopo na vifaa vilivyopo vitatufikisha mpaka hatua ya kupaua. Sasa hivi kuna shughuli za plasta zinaendelea ndani na nje ya jengo, lakini pia mifumo ya gesi na yani zile face fix kwa upande wa chini zishawekwa, wanapiga plasta, na kule juu kuna kazi ndogo ya zege inaendelea. Baada ya hapo ni kupaua. Mbao tunazo, lakini pia na bati pia tunazo. Kwa hiyo baada ya hapo itabakia hatua ya umaliziaji ambao kama tulivyosema ni mwezi Disemba. Karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu amehitimisha kutembelea mradi huu na kujionea hali ya mambo ilivyo kwa kadri ya taarifa iliyopewa na mganga mfawidhi wa hospitali hii Dr. Banuba, na maelezo ambayo yalijazilizwa vizuri kabisa na naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa niaba ya Waziri wa Afya, akigongelea msumari kwamba mradi wa aina hii upo vile vile katika mikoa mingine 17 kwa pamoja na huu ni mkoa wa 18. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu baada ya kumaliza kutembelea mradi anaenda kuendelea na ratiba nyingine. Kwa mtazamaji unafuatilia matangazo haya kupitia kurasa za ofisi ya Waziri Mkuu, hii ni mwendelezo wa ziara ya Waziri Mkuu katika mkoa wa Katavi, na hii leo ndio anataraji kuhitimisha ziara hiyo ambapo sasa yupo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, na hasa jengo hili la huduma ya uzazi kwa maana ya mama, baba na mtoto, na maeneo mengine mtambuka ya huduma za afya, ambapo kwa ujumla wake ni upanuzi kwa kuhakikisha hospitali hii inakuwa inatoa huduma nyingi zaidi ya ilivyo hivi sasa, na ni mikakati kabisa ya serikali kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Na naibu waziri wa TAMISEMI alieleza namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imejenga kuboresha huduma ya afya kwa kujenga majengo kama haya katika hospitali 18 kwa maana mikoa 14 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ni kuhakikisha zile huduma ambazo wananchi walikuwa wanalazimika kwenda kuzifuata maeneo ya mbali sasa wanazipata katika maeneo yao ya karibu kabisa, pasi na kusafiri umbali mrefu kwenda kwenye mikoa ya mbali katika huduma zile za afya kwenye kanda mbali mbali.